Mwaka 2021 tulipokuwa kwenye tukio kama hili la leo, Taasisi ya Kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere ilitoa ombi la kujengwa makumbusho ya Mwalimu Nyerere hapa makao makuu Dodoma. Naomba kutoa taarifa kuwa tayari Wizara ya Maliasili na Utalii imepata kiwanja katika eneo la Mtumba ndani ya jiji la Dodoma kwa ajili ya ujenzi wa makumbusho ya marais. Ndani ya makumbusho hiyo kutakuwa na sehemu itakayoonyesha historia na mchango wa Mwalimu Nyerere kitaifa na kimataifa. Aidha, eneo la Kongwa ambalo linaonyesha mchango wa Mwalimu Nyerere na mkoa wa Dodoma katika ukombozi wa nchi za kusini mwa Afrika limetangazwa kwa tangazo la serikali namba 166 la tarehe 15 Machi mwaka 2024 kuwa urithi wa taifa. Wizara itaendelea kushirikiana na wadau wengine kutangaza maeneo mengine ya kambi za wapigania uhuru ambazo zilitumika na wapigania uhuru kutoka nchi za kusini mwa Afrika. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimesha kuandikia taarifa yangu, lakini nataka mbele ya umati huu niombe mambo matatu. La kwanza, serikali endelee kutusaidia, kutuimarisha, wasituone ni chombo cha kisiasa, ni chombo cha kumwenzi baba wa taifa. Tunataka tuenee, tusaidie kujenga umoja, tuhakikishe pia hata uchaguzi mwaka huu unakuwa wa amani, utulivu kama baba wa taifa alivyotuasa. Hiyo mtusaidie. La pili, tunaomba mwaka jana katika bajeti waheshimiwa wabunge mtusaidia, wakapitisha bajeti ya kuanzisha makao makuu hapa Dodoma, tuwe na makumbusho ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tuwe na museum bilioni 1 ilitengwa kama kianzio. Tunaomba tufanye haraka, kwa sababu mgeni rasmi sikufichi itakuwa ni heshima, manake yeye mwenyewe baba wa taifa alipoamua Dodoma hiyo ndio makao makuu, na sisi tukasema lazima tujenge makumbusho. Yako madogo pale Butiama, lakini wangapi wanakwenda Butiama? Hapa wengi wanakuja wana shida na serikali, wanataka kumwona rais, wamuone makamu, wote wanakuja hapa. Kitakuwa pia ni kitega uchumi, si cha serikali tu, lakini cha Watanzania wote. Wageni wote wakija hapa watapenda, baada ya kumwona rais na makamu wanakwenda kuangalia. Baba wa taifa alisisitiza sana Watanzania kulinda amani na umoja katika nchi. Aliamini kwa dhati usawa wa binadamu na ujenzi wa taifa lisilo na matabaka ya wachache wenye nacho na wanyonge wengi wenye maisha duni. Alikuwa ni muumini mkubwa wa maridhiano, ustahimilivu na ujenzi wa taifa huru linalojitegemea, na aliiongoza nchi yetu kwa misingi hiyo. Tunampongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuimarisha amani na umoja wa kitaifa kupitia falsafa yake ya R4 iliyojikita katika kujenga upya, kufanya mabadiliko ya kisera, kiutawala na kimuundo, kujenga mapatano na maelewano na ustahimilivu. Na kupitia falsafa hii, Mheshimiwa Rais ameliwezesha taifa letu kuimarisha umoja wa kitaifa, mshikamano, mifumo ya kitaasisi na kiuchumi, na kupanua uhuru wa watu kufanya shughuli zao zikiwemo za kisiasa na za kidini. Mwalimu Julius Nyerere alitambua mapema umuhimu wa kuwa na miundombinu imara, na aliwekeza sana katika ujenzi wa reli ya kati, lakini pia reli ya Tazara. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan naye amefuata nyayo hizo za baba wa taifa, na tunaipongeza serikali ya Mama Samia, maana tangu alipochukua hatamu za uongozi wa nchi yetu aliahidi kudumisha mazuri yote ya awamu zilizopita, na alidhihirisha azma hiyo kwa kauli mbiu yake ya kazi iendelee.
na baadhi ya kazi hizo ni pamoja na uendelezaji na ujenzi wa miundombinu ya kimkakati, kutanua fursa za uwekezaji wa wananchi kiuchumi, kuboresha huduma za kijamii za afya, elimu na maji, kuvutia uwekezaji nchini na kukuza uhusiano wa kimataifa, ikiwa ni pamoja na kuimarisha diplomasia ya kiuchumi. Kati ya miradi mikubwa iliyotekelezwa katika uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan ni ujenzi wa bwawa la kufua umeme la Mwalimu Julius Nyerere, ambao kama tunavyofahamu, ujenzi wa mradi wa kufua umeme kwa kutumia maji ya mto Rufiji uliasisiwa na baba wa taifa, na kazi ya upembuzi yakinifu feasibility study ya kwanza ilifanyika wakati wa baba wa taifa. Hata hivyo, mradi huu haukutekelezwa kwa sababu mbalimbali, ikiwemo kukosekana kwa rasilimali fedha. Lakini ujenzi rasmi ulianza kutekelezwa chini ya uongozi na uthubutu wa hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa awamu ya 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na sasa umekamilishwa katika uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Na mradi umekamilika na umeiwezesha sasa Tanzania kuzalisha megawatt 2115 za umeme na kuongeza kiwango cha umeme katika gridi ya taifa kutoka megawatt 1889.84 mwezi Februari mwaka jana hadi kufikia megawatt 4031.7 mwezi Februari mwaka huu 2025. Ni kuwa ili tuendelee tunahitaji watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora. Na hivyo aliweka msisitizo katika suala la uongozi bora katika ngazi zote za uongozi wa taifa letu, kwa vile aliamini kuwa matatizo mengi yanayowasibu wananchi yalitokana na kutozingatiwa kwa misingi ya utawala bora. Kwa msingi huo, hayati Mwalimu Julius Nyerere alisisitiza umuhimu wa wananchi kushiriki uchaguzi wa viongozi, na sio bora viongozi, bali viongozi bora, akianzia na uchaguzi wa tarehe 1 Novemba mwaka 1962 mara baada ya Tanganyika kupata uhuru. Lakini pia alisisitiza sana ushiriki wa wanawake katika chaguzi hizi, na Dr. Samia Suluhu Hassan hakika amefuata nyayo hizo. Wote ni mashuhuda wa nafasi nyingi ambazo ameteua, nafasi za juu kabisa serikalini kwa wanawake wa Tanzania, lakini pia Watanzania wenye ulemavu. Kwa hiyo wananchi wanaposhiriki kikamilifu katika uchaguzi wanapata nafasi ya kushiriki moja kwa moja katika maamuzi yanayogusa maisha yao ya kila siku, na hivyo kuimarisha uwajibikaji wa viongozi waliopo madarakani na katika ngazi mbalimbali.